Maandiko matakatifu yanasema hakika amechukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu. Lakini tulizania kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumeponywa. Ndugu mpendwa msikilizaji, nimependa ni kuambia habari ya tayari tumeponywa. Hichi ndicho kichwa cha somo letu kwenye kipindi chetu cha leo cha Usikate Tamaa, na tumemsoma mtumishi wa Mungu anayeitwa Isaya. Isaya ni miongoni mwa manabii wakubwa wa katika Biblia. Ni mtu ambaye miaka 700 kabla alitabiri ujio wa Yesu Kristo na kile atakachofanya pale msalabani. Kulingana na neno tulilosoma, inasema hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu. Kama utarudi katika Biblia ile ya asili, ile Biblia ya Kiebrania ya Agano la Kale, ili neno masikitiko linasimama kama magonjwa, na ili neno huzuni linachukua nafasi ya maumivu. Kwa hiyo mstari huu ukiusoma kwa namna hiyo utasema hakika amechukua magonjwa yetu, amejitwika maumivu yetu. Kwa nini niseme haya? Nimepata fursa hii kutaka kukutia moyo. Najua wakati mwingine ni mtu ambaye upo katika hali ya kuumwa, na unaumwa, umetumia pesa nyingi kwa matibabu na hakuna majibu. Wewe hauumwi, lakini unauguza. Aidha unauguza mwanao, aidha unauguza mama yako mzazi, aidha unauguza baba yako mzazi, au mpendwa wako yoyote katika familia. Na imefika wakati unaona hatuna namna. Pesa zimeenda nyingi, mateso kwa mgonjwa yamezidi kuendelea. Lakini Isaya anatuambia hakika amechukua magonjwa yetu, amejitwika maumivu yetu. Hii ndio ilizalisha somo linalosema tayari tuliponywa. Ni habari Isaya anaongea ya kazi ya msalabani, ya kwamba Yesu Kristo alipokuwa dhabihu pale msalabani, alikuwa si kwa kazi tu ya ajili ya ukombozi wa dhambi zetu. Hapana, ukombozi wa dhambi zetu ni namba moja, lakini pia ni kwa ajili ya uponyaji wa afya zetu na miili yetu. Kwa hiyo nimekuja kukuambia usikate tamaa. Maumivu na mateso unayopitia ya afya ulio nayo, tunao tayari uponyaji. Tayari Yesu Kristo alituponya. Neno la Mungu ndivyo linavyosema. Kwa hiyo kwenye akili ya Mungu mbinguni anaona kabisa ya kwamba nilishaachilia uponyaji miaka 2000 iliyopita. Pasipo kujali unaumwa nini, ndugu unayenisikia. Pasipo kujali kwamba jina la ugonjwa ni ugonjwa wa jina gani. Yamkini ni kansa, yamkini ni TB, yamkini ni HIV, yamkini ni magonjwa yasiyotambulika, lakini nataka nikuambie tayari tulishaponywa. Usikate tamaa. Pokea ili kwanza liingie kwenye ufahamu wako ya kwamba tayari tuliponywa. Isaya anatuambia hakika ameyachukua magonjwa yetu, amejitwika maumivu yetu. Alifanyika mbadala wetu pale msalabani, kwa ajili ya kwanza ya dhambi zetu na kwa ajili ya afya zetu. Ndio maana mwisho wa mstari wa 5 inasema na kwa kupigwa kwake tuliponywa. Tumeponywa tayari. Unayenisikia, unaniambia mtumishi, ujui ninapopita kwenye maumivu haya, wala ujui ripoti ya madaktari wanasemaje. Hiyo sio hoja ya msingi. Hoja ya msingi, mbinguni Mungu anasema tayari tumeshaponywa.